ambayo unatutegea kupitia 95.0 zikiwa ni 5 dakika zimekatika baada ya saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Risala. Iwapo ndo unaungana nasi, hii ni Iqra FM na kipindi kinachorindima hewani kikiwa ni kipindi cha Risala ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa. Na siku ya leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 17 Dhulqaada mwaka 1446 sawia na tarehe 16 Mei mwaka wa 2025. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman, nakukaribisha katika awamu hii ya pili. Kumbuka tukupitia 0727444454 au 0738648881. Unaweza kuchangia moja kwa moja mada ya siku ya leo, ambapo tuko na Sheikh Abbas Athman, Evangelisti Oliver Erupe na Ustadh Hassan Athman wakielezea, je, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajwa ndani ya Biblia ama kuna utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya Biblia? Iqra FM, halo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Halim. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mzee Abdi kutoka Limuru. Mzee Abdi kutoka Limuru. Ndio. Mjiristi, umeongea mambo mengi sana, lakini hata yeye mwenyewe ni shahidi. Sasa mtume yote ni Waisraeli. Hakuna mtume wa Kristo. Hakuna mtume wa Kristo ati sasa ni huyu mtume Mkristo. Lakini Israeli na Waarabu ni kweli ni ndugu moja, hawa ni ndugu. Sasa wewe Mkristo wajiingiza wapi hapo? Hii kila kitu ni Israeli. Sasa wewe unajiingiza wapi? Kitu ambao hujiingia, haya kitabu ni tofauti. Kitabu wenyewe ni tofauti. Sasa wewe unasema sisi ni Wakristo wa Israeli, alitoka wapi? Na juzi tu Bob na Jamhuri ya Afrika. Sisi tunasema hiyo ni ndoto ya mchana, mtu akilala mchana ndio nakula nyama. Sasa itatoka wapi? Hakuna, kule ni siri. Yaani Afrika hawezi ingia, kuna Vatican hawezi mali kuingia. Sasa wewe kabisa Mzee Abdi, nimepata swali lako, tunaruhusu. Jiingiza wapi? Kitabu ni tofauti. Haya, sawa kabisa Mzee Abdi. Hapo nimepata swali lake. Anauliza Wakristo, yani mko wapi ama Wakristo wanaingilia wapi? Manake Evangelisti Oliver Erupe umetaja kwamba katika kumbukumbu za Torati kwamba wale manabii na pia wafalme ni wale ambao walikuwa wamewekwa ili kuwaelekeza wale ambao ni Waisraeli. Labda Wakristo mnaingilia wapi? Kwa hivyo ukiendelea tu fikiria hilo swali mwinjilisti, wacha nipokee simu nyingine hapa. Iqra FM, halo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga ukiwa wapi? Salim Mkunga kutoka Mombasa, Mombasa Road. Naam, Salim Mkunga kutoka Dhiriva, karibu sana. Nilikuwa nataka kuambia vile hapo anasema ni huyo mzee wetu amemwambia kuna nabii wa Kristo. Sasa ninachojua Paulo ndio wanamkubali sana katika hizo gospel, sawa? Ndio. Wakati alisema tumetokewa wanajeshi wao mtume wa mataifa. Sasa yeye anafaa ajue huyo ndiye mtume wake, na kwa sababu hapo anafunza njia ya Yesu. Akapinga Yesu, sasa ikawa hiyo mgawanyiko. Sasa ndio naona haiwezi katika hiyo kweli ya Muhammad wakafunzwa wao hawezi kubali. Ndio. Lakini tukirudi kwa baba yetu wa imani Ibrahimu, baba Isaka na Ismaili. Ndio. Kwanza Mungu alimfanya taifa kuu. Akasema dunia mzima uzao taifa kwake. Aliyefuatia ni Nabii Ismaili. Ndio. Akapewa ni kuwa taifa kuu. Sasa yeye anafaa ajue wale ni Wayahudi na pia wako ndani ya Muhammad, kwa sababu Muhammad alipewa au mtume kwa dunia mzima. Sasa ikiwa ni kwa dunia mzima, na maana Israeli wako ndani pia, si ati yaseme ni Wakristo, pia wanafaa waingie Uislamu. Kwa hivyo hawaje kuona hii ikiwa tofauti ni hiyo mafunzo yao walipokea kutoka kwa Paulo. Na ndio wanafaa wamuite ni mtume wao, kwa sababu yeye ndio alindai mtume na akawapelekea neno. Si haikutoka kwa Israeli, na Israeli wako among the Muslims. Kwa sababu wako under Muhammad.
Kwa hivyo aelewe hiyo ni kwa sababu hii kusema ni mambo ya yajadiliwa. Mbona Mungu aseme Ismaili atakuwa taifa kuu? Atueleze kwa nini Mungu kwa Biblia anasema kwa Biblia, na hiyo ni injili ya Yesu ile sehemu inasema kweli, si ati ni Biblia. Kwa hivyo atueleze huyo taifa kuu ilikuwa ni gani, ikiwa sio dunia mzima vile Ibrahim alielezwa, kwa sababu Yesu ni Israeli. Na Israeli akaanda Muhammad, hiyo Israeli. Sasa atueleze hapo. Sawa kabisa. Salim Mkunga kutoka maeneo ya Athi River. Shukrani sana kwa maoni yako. Kumbuka tu msikilizaji, popote pale unatutegea kupitia 0727444454 au 0738648881 ambapo utakuwa ukijibiwa swali lako. Na zilikuwa ni 11 dakika zimekatika baada ya saa 3. Ningependa tu tuzamie kwenye mada moja kwa moja. Nadhani Sheikh Abbas utaniruhusu nianze na mwinjilisti. Haya, ruhusa ilikuwa nianze na wewe lakini wacha dogo tu. Wacha kwa sababu ya pesa, sababu ya muda. Mzee wetu wa heshima kwa studio mara mingi. Ndio. Tumekuwa na pops karibu 3 wa Afrika tangu zamani. Lakini tujapata, juzi tulikuwa tunatarajia tutapata mmoja kutoka Ghana, lakini hatukufaulu. Na hata Amerika haikutarajiwa, lakini imeenda Amerika kwa wakati huu. Kanisa la Katoliki watu 1.4 billion, bilioni 1.4 ni wengi. Kwa hivyo, lakini Afrika tuko wengi, Latin America pia wako wengi, mahali France alitoka. Unasema Wakristo hawajahesabika mahali popote, Waisraeli na Ismailites ya Waislamu wako pamoja, ni mandugu. Hiyo tunakubali. Mahali sisi tumehesabika ni kupitia kwa Kristo kama nabii na kama mwokozi wetu. Na kwa ajili ya hiyo tumehesabika kuwa kulingana na Biblia inasema wale wote waliompokea yeye kama mwokozi wa maisha yao amemfanya kuwa wana wa Mungu, kulingana na Yohana 1:12. Kwa hivyo Biblia inasema hivyo. Hata hivyo sisi tumeona kwamba kwa ajili kupitia imani tumekuwa wafuasi, tumekuwa wana wa Ibrahim kwa imani, sio kiukoo. Sisi sio Waisraeli ama sio Ismailites, lakini kupitia imani tunachukua Ibrahim kama baba wetu wa imani, our forefather. Salim kutoka Athi River, ndio ulitaja kuhusu taifa kuu. Kutokana na Biblia inasemekana kuna a royal priesthood, holy nation na vitu kama hivyo, taifa takatifu na kuhani kuu. Lakini hiyo kulingana na utafsiri ya Biblia inaeleza kuhusu waamini ambaye ni wa Kristo. Hasa wenye wanafuata Kristo. Mwenye anafuata Kristo kama ni mwokozi wa maisha yake, anawekwa ndani ya hiyo taifa, katika taifa kuu. Inatokana na imani. Wale ambao wameamini Kristo kama mwokozi wa maisha yao, wao wanawekwa kwa hiyo taifa kuu. Utaniruhusu nipokee simu moja hapa. Mwinjilisti Ikrefem, hello. Hello Ikrefem. Naam, ni nani unapiga ukiwa wapi? Karibu kwenye kipindi cha Risala. Mambo vipi hapo kwa studio? Mambo fresh kabisa, labda wewe. Mimi mambo yangu iko poa. Ndio, labda maoni yako ni yapi, swali lako ni lipi? Unaongea na Captain Ibrahim Traore, nimesimamia hapa KPA. Ndio Captain Ibrahim Traore, maeneo ya KPA. Kwanza wacha nirudie Mwenyezi Mungu shukrani kwa kuniruzuku pumzi kwa katika hii yake. Ndio, alhamdulillah. Nikiingia kwenye mada, ndio I think mimi nataka tu correct mwalimu kidogo. Ndio. Manake anasema kwamba nani Isaka Israeli na Muhammad si Israeli. I think Israel ni nchi ambayo ilianza kabla ya Muhammad na hata Muhammad na Isaka. Israel ni Jacob ama nadanganya. Really? So wana wa Israel ni wana wa Jacob, ndio. So ni kama mimi useme mimi ni Mjaluo, ndio. But ukitrace roots zangu unapata natoka pale Bahari Sudan, pale Sudan. Unaona hapo ni roots zangu zinatracewa. Ndio.
Sasa hata Muhammad kama yeye ni Mwarabu, watu zake zinaterezewa pale Israeli. Mwalimu anafaa ajue hiyo. Sasa mimi nataka kusema ni kwamba mimi nashangaa sana na ni jambo la kusikitisha kwamba mwalimu still believes in the propaganda of our oppressors who came here pretending to preach us the word of God. But instead took away our ancestors, killed some of them, took some of them to in Caribbean to work there as slaves. Hiyo ni kitu ambayo ni kitu ya kushangaza sana in the world of today, kwa hii dunia ambayo watu wanaishi leo. Si jambo ambalo mtu anafaa kuwa naamini namna hiyo. Sawa kabisa Captain Ibrahim Traore kwa maoni yako, shukrani sana. Kumbuka tu msikilizaji, nambari za simu kama kawaida 0727 kumradhi kidogo 0727444454 au 0738648881. Nauliza pasta, wao wanaamini Yesu ni Mungu, sasa utabiri wa nabii inawahusu wapi? Huyo ni Mariam. Anasema kwamba nyinyi mnaamini Yesu ni Mungu, sasa utabiri wa nabii inawahusu wapi? Hayo ni maoni yake. Na pia kupitia ujumbe hapa anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Napongeza kipindi. Alafu nauliza evangelist, huo utabiri wao wa Kristo wanapatikana wapi? Ni Harun Muli. Harun Muli hapo na swali lake, nadhani maswali hayo umeweza kuyapata. Harun Muli unasemaje? Harun Muli anauliza huo utabiri wao wa Kristo wanapatikana wapi? Yani kwenye huo utabiri wa Kristo mnapatikana wapi? Mko katika eneo lipi? Yani 18 mnapatikana wapi? Haya, sawa kabisa. Kwa sababu umeyapata hayo maswali, ukiendelea kuandaa majibu, wacha nifike kwenye upande wa pili nimpate naye Sheikh Abbas Athman. Naam Sheikh Abbas, awamu ni ya pili. Utabiri umesema kuna tabiri zaidi ya 40. Umeongelea masuala ya viashiria. Ndio. Naam, kwenye nukta nyingine sasa. Narudi kwanza pale ndo niingie katika nukta nyingine, maana kuna shida imetokea pale. Kuna shida imetokea. Na shida ikitokea lazima kwanza turekebisha. Muhimu sana. Ndio tusonge mbele. Unajua mimi huwa na prefer, nimesema mara mingi nafikiri katika kipindi. Afadhali discuss andiko moja watu waelewe. Ndio. Kuliko mtaje andiko 100 ambaye haina ufafanuzi. Kweli. Sasa nafikiri tunarudi tu kwa hiyo 18. Ndio. Ambayo Erupe ameanza. Ndio. Nimetangulia kusema na narudia, pale kuna utabiri mbili. Ndio. Kuna 18-15 na kuna 18-18. 18-15 inarudi kwa Yesu. Miongoni mwa ndugu zako. Kuna maneno mawili. Miongoni mwa ndugu zako inarudi kwa Yesu. Ndio. 18 miongoni mwa ndugu zao. Zao ni akina nani? Wa Israeli. Sio miongoni mwao sasa. Miongoni mwa ndugu zao ambayo ni nje. Hiyo haiwezi karudi kwa Yesu wala kwa Israeli. Itarudi kwa ndugu za Waisraeli ambaye ni Waarabu. Sasa Erupe amekuja na NIV katika lugha ya Kizungu ambaye inasema they are fellow Israelites. Ukiangalia neno fellow Israelites pale, hata ukichunguza vizuri inakaa kama kitu tu kimeongezwa. Kwa sababu katika Kiswahili ile ambayo kwa imetazelewa katika Kiswahili neno fellow Israelites inakosekana. Kwa hiyo NIV ambayo kwa imetafsiriwa. Ukiangalia pale, hii ni Union Version ya Kiswahili. Pia imekosekana neno fellow Israelites. Inaonyesha ni kama pia kimeongezwa. Kuna neno ambayo imeongezwa pale. Pale ukisoma katika Ufunuo 22:18 nasema mtu yote atakayeongeza neno lolote katika maandiko haya lazima ataongezewa mapigo. Kwa hiyo inamaanisha hii kitabu ambayo kwamba konaye Erupe pale katika Kizungu ima imeongeza ama katika Kiswahili, kwa sababu ina tafsiri Kizungu na Kiswahili, ama Kiswahili imepunguza. Kwa hiyo nafikiri ni shida ambayo Erupe mwenyewe ameleta, itabidi afafanue ni nani ameongeza, ni nani amepunguza. Unaona Kwa hiyo ni kitu lazima atufafanulie, kwa sababu ni shida ambayo ameleta mwenyewe. Pili, amesoma pale katika Kizungu NIV.
Mimi sijasoma kizungu sana. Sijasoma kizungu sana. Yangu kidogo tu ile ya kuombea maji. Kuomba maji ukienda mahali usipate kitu. Kwa hiyo ningeomba Erupe kidogo anisomee, maana ndo amesoma kizungu sana, amekula vitabu za kizungu. Hata najua Kiswahili la mtatiza hapa. Angependa kipindi kwa lugha ya kizungu. Naomba nisomee KJV mwenyewe. King James Version. King James Version. Hebu tusomee tuone inasemaje hapo. Ndio hiyo King James Version. Soma hapo jua kisha ni KJV 18:18. I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto them, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Unaona bali neno fellow Israel ipo. Nasema mahali fellow Israelites, mahali nasema unto them, unto them. Ndio mimi nasema neno ndio hiyo unto thee, exactly. Sio them, unto nasema a prophet from among their brethren, among the brethren, ambaye ndio ndugu zao. Unto thee kama wewe, yani kama wewe Musa. Yes. Mimi sina shida. No, nasema neno fellow Israel siko. Iko hapo. Nasema I mean a prophet from among their brethren. Fellow Israel iko hapo. Now fellow Israelites in hiyo like unto thee in different translations. It's going to Musa, to Moses. I'm not talking about unto thee. I'm talking about fellow Israel. Kwa sababu imesema their brethren alafu ikaongeza neno. Angalia. Listen, this is my point. This is my point Erupe. My point is pale katika NIV imetaja vizuri their fellow brethren alafu ikaongeza neno fellow Israelites. Hiyo ni neno ya kuongeza. Ushaona? But if you go to KJV inasema unto the brethren like unto thee, yani kama wewe Musa. Bimaana neno fellow Israelites is missing. Ushaona? Kwa KJV is missing, kwa NIV iko. Sasa mimi nataka Erupe sasa ni kazi ni shida ambayo kwamba ameleta mwenyewe. Atuambie kati ya KJV na NIV ni nani amekosa, nani amepata. Ni nani anafaa kupiga viboko, nani anafaa kuachiliwa. Hiyo ni kazi ndakupa wakati wako, ni kazi utaanza. Pili, ndio mada ilikuwa je, Muhammad ametajibiriwa ama bado? Ushaona hiyo ndio ilikuwa swali. Ndio. Jibu inakuwa nimetoa kwanza kwamba Mungu anasema kwamba chuo hiki apewa mtu asijue kusoma, akaambiwa kisome akasema sijui. Maneno ambayo exactly alisema Muhammad. Imekuwa haina pingamizi. Kwa hiyo hapo tunajua utabiri wa kwanza Muhammad ndio hiyo. Utabiri wa pili kabla ya muda wangu katika Yohana 1:21. Yohana 1:21 tafadhali. Hii ni kazi ambayo inasema hivi. Aya 21. Wakamuuliza ni nani basi? Elia wewe? Akasema mimi siye. Wakati wa Yesu, wakati wa Yohana kuna maswali inaulizwa. Je, Elia wewe? Bimaana mpaka wakati Yesu akija kutokea kuna mtu alikuwa anangojea anaitwa Elia. Huyu aliyeulizwa kama ni Elia akasema yeye si Elia. Twende. Wewe unabii yule? Kuna swali ya pili kaulizwa, je, wewe unabii yule? Inamaanisha mpaka wakati wa Yesu, hii ni injili imeandikwa, Elia alikuwa anasubiriwa, nabii yule anasubiriwa, kuna nabii alikuwa anasubiriwa mpaka wakati wa Yesu. Twende. Akajibu la. Akasema la. Twende. Basi wakamwambia unani wewe? Unani wewe? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Kuna kitu umeruka. Anzia 1:20. Kuna kitu umeruka. Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Unaona? Kwanza anakiri kwamba mimi siye Kristo. Aliyekuwa anaulizwa ni Yohana Mbatizaji. Anaulizwa ni Kristo, akasema mimi sio Kristo. Bi maana Kristo ajulikana ni Yesu. Twende. Wakamuuliza ni nini basi? Elia wewe? Akaulizwa Elia wewe, bi maana kuna mtu alikuwa anasubiriwa kama Elia ama na sifa za Elia. Lakini baadaye kaja kugundulikana kumbe ni huyo Yohana Mbatizaji ambaye alikuja kwa sifa za Elia. Akasemaje? Akasema mimi siye. Alikana kwa sababu alikuwa anatafutwa na wakati huo manabii walikuwa na uawa. Alikana. Lakini sio point. Point ni kwamba kuna Kristo wakati wa Yesu alikuwa anasubiriwa,
Elio alikuwa anasubiriwa tena. Wewe Ndio. unabii yule. Na kuna nabii mwingine pia alikuwa anasubiriwa. Huyu nabii ambaye alikuwa anasubiriwa mpaka wakati wa Yesu, ambaye si Kristo, ambaye si Elia, na anasubiriwa mpaka wakati wa Yesu hajaja, ni nani kama si Muhammad sallallahu alaihi. Unaona Kwa hiyo hii inarudi direct kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni moja utabiri, udhibitisho wa pili naotoa kwamba kama utabiri wa Nabii Muhammad. Wa kwanza alipoambia soma kaza sijui kusoma, na ya pili ndio hii, kuna nabii alikuwa anasubiriwa mpaka wakati wa Yesu ambaye si Kristo na si Yohana. Kuna nabii mwingine. Nabii huyu si mwingine isipokuwa Nabii Muhammad. Kwa hiyo sasa narudi kwako. Katika 18:15 ni utabiri wa Yesu. 18:18 hii si Yesu, ni miongoni mwa ndugu zao. Tumepata Biblia mbili inatoa mambo mawili tofauti. NIV imeongeza neno fellow Israelites. KJV the neno fellow Israelites is missing. Which one is right, which one is wrong? Kwako kweli kabisa. Nitajibu zote mbili. Na pia kuna maswali ambayo watu listeners walikuwa wameuliza. Nitaanzia hapa alafu nimalizie kidogo tu, labda nipokee simu hapa na nikuongezee swali, maana kuna swali lako hapa pending. Ikra FM, halo. Tunamaliza biashara Efeso 1:13 nasema huyu aliye Arabuni. Tunamaliza biashara. Waefeso 1:13. Nilikuwa nataka kufunga lakini umekimbia. Sawa kabisa. Naona kidogo msikilizaji pia ukinipigia punguza sauti ya redio yako, nimejisikia huko nikiuliza Waefeso. Na pia kulikuwa na swali lako hapa mwevangelisti liko kwenye messages. Anasema Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nauliza Oliver, mbona Jesus hajasema amekuja duniani kuokoa bali kutimiza Torati? Mbona wanawekelea Jesus wokovu? Ni Harun Muli. Umepata swali lake, lakini Harun Muli anauliza mbona mbona Jesus hajasema amekuja duniani kuokoa bali kutimiza Torati? Mbona wanawekelea Jesus wokovu? Harun Muli, shukran sana kwa swali lako hiyo. Na kuna Waefeso 1:13 hapa ambao msikilizaji ameuliza pia, utahitaji kulieleza. Naam, wakati ni wako mwevangelisti Oliver Erupe. Basi asanteni sana. Basi kwa sababu nilikuwa nimepeana jibu kwa ile ya kwanza, nafikiri tutaanzia ile ya Mariam. Sababu ile ya kwanza ilikuwa Abri na Salim. Captain Tore nafikiri alikuwa anapeana comments kuchika ile kitu alisitaja. Mariam anasema mnaamini Yesu ni nabii. Utabiri wa unabii ni wa wapi? Pengine si kuchika vizuri. Yesu unabii. Nafikiri alikuwa na refer hiyo mahali tulikuwa tuna discuss hiyo Kumbukumbu la Torati 18:15 hadi 18. Lakini hiyo ni pia ninaweka na hii hii ya Harun Muli. Utabiri wa Kristo unapatikana wapi? Wa Kristo mnapatikana wapi katika utabiri huu wa Yesu? Utabiri wa Yesu umeelezwa katika Biblia mahali pote na manabii wengi. Hata ukitaja Nabii Musa, Nabii Yeremia, Nabii Isaya, Malaki, wote wametaja utabiri wake. Na hata vile walisoma Yona, mtakatifu mbatizaji, aliweza kutabiri siku katika Biblia. Tukianza sasa hii kusoma muda hautaweza kuturuhusu, lakini pengine wakati tutaanza mambo ya New Testament hiyo pia tunaweza kutaja hapa na pale. Pia Harun anasema mbona Yesu hajasema hajakuja kuokoa. Biblia imetaja katika Agano la Kale hasa Injili hata mahali nasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliumba ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hiyo inaeleza wokovu, lakini ile fasi inafuata ya 17 kifungu cha 17 inasema
inaeleza kwamba hiyo 3:17 inaeleza kwamba 17 kwa maana Mungu hakumtuma mwana kuhukumu ulimwengu bali kupitia kwake ulimwengu upate kuokolewa. Kwa hivyo hatuwezi kusema ati Yesu alitumwa yani kuhusu kwamba aliweza kutumwa kwa ajili kutimiza tu unabii peke yake. Ndio. Kutimiza na unabii hiyo ni ukweli. Kwa sababu hata wakati wa Gethsemane kabla yeye kuwa arrested, wakati walikuja wakati maaskari wa Wayahudi walipokuja kumkamata, ndio, kulipatikana Musa na kulipatikana Elia. Na hawa wawili kulingana na utafsiri wa Biblia, ndio, Musa anatimiza sheria amri 10 vile inavyoeleza, na amri Mungu alipeana ambayo tunaziweka mpaka sasa. Na Elijah anawakilisha unabii wote, manabii, kwa sababu wote hawangekuja ili akuje kutimiza, na wote walifikia Kristo kwamba yeye ametimiza yote, ametimiza sheria na pia ametimiza unabii. Kwa hivyo vile anavyoeleza kwamba alikuja kutimiza Torati, hiyo ni ukweli, alikuja kutimiza Torati, lakini pia alikuja kuleta wokovu kama vile nimeeleza Yohana 3:17 hapo pia mahali nilikuwa nimesoma. Waefeso 1:13 ndugu yangu matendo ilikuwa Waefeso 1:13 ndio. Waefeso 1:13 inasema hivi, 1:13 it is 1:13 ndio. Basi inasema kwa Kiswahili hivi inasema ninyi pia, ndio, kawaida tukisoma inasema ninyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli, injili ya wokovu wenu, mkicha kuamini, ndani yake mlitiwa muhuri, yaani Roho Mtakatifu mliahidiwa. Ndio. Kwa hivyo huyu ndugu alikuwa anauliza ni kuhusu hiyo, kwa sababu hapo wametaja mambo mengi. Wametaja pia Roho Mtakatifu hapo, wametaja pia mambo ya wokovu hapo, na kuna hiyo muhuri, the seal of God, muhuri ambayo unawekwa kama uwekwa wakfu, mambo ya kuwekwa wakfu, kwamba yani vile ulikuwa unasema mambo hii ya ile walikuwa wametaja wakati ule ya kuwa holy nation, royal priesthood. Hiyo ni kuwekwa wakfu, mmetegwa nyinyi sasa, sio watu wa kawaida, kwa sababu nyinyi ni watu wa pekee wa Mwenyezi Mungu ambaye Roho Mtakatifu tayari imeminika ndani mwenu, na nyinyi tayari mmewekwa huru kutokana na hali ya dunia. Na si kuchika vile alikuwa angependa aeleze hapo, lakini katika hiyo kifungu 14 anasema yeye ambaye ni amana yetu akituhakikishia urithi wetu hadi ukombozi wa wale walio miliki ya Mungu kwa sifa ya utukufu wake. That is 14. Hiyo inaeleza kwamba hiyo mambo ya wakfu, kwamba kuna deposit guarantee imewekwa kwetu, na hiyo inatokana na Roho Mtakatifu ambaye inasema kwamba inakuwa urithi wa inheritance mpaka siku ile ya ukombozi, redemption, kwa wale ambao wako na ule urithi, ili weze kutimizika. Katika mafunzo ya Biblia tunafunza kwamba kuna kuokolewa, lakini pia baada ya kuokolewa ni kwamba Mungu atawalinda kupitia Roho Mtakatifu watu wake ambao ameokoa, ili ataweka mpaka wakati ule Kristo atakapokuja ndio wanyakuliwe. Sasa wakati watakaponyakuliwa, hii inaeleza sasa, ambayo inaeleza katika Revelation, hiyo kitabu cha Ufunuo wa Yohana, na pia kitabu cha Danieli ambayo inaeleza mambo yale yatafanyika siku za mwisho. Nyinyi mnaeleza kwamba Yesu atarudi akuja aoe tena apate bibi alafu aweze kusikwa. Unajua sisi tunaeleza tofauti. Tunajua hata wahi kuoa, ila atarudi
ili akuje kuhukumu walio hai na wafu. Na lakini watakuwa wamenyakua wale waamini, watakuwa wamenyakuliwa ili waende Yerusalemu, ndio sasa aweze kuja kuhukumu wale watabaki duniani. Hivyo ndio vile inaelezwa katika Biblia. Ndio hii mambo ya redemption, ukombozi ambaye utatokea kwa wale ambao ni waamini. Niruhusu niweze kupata simu moja hapa. Ikra FM, halo. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nani unapiga ukiwa wapi kwenye kipindi cha Risala? Burhan kutoka Baba Dogo. Naam, Burhan kutoka Baba Dogo, karibu sana, maoni yako ni yapi? Pastor Ejok. Ejokono. Balaya nga. Ile good Injili. Na New Testament. Tofauti yake ni nini? Injili na New Testament. New Testament na Injili ya Yesu, sasa tofauti yake ni nini? Shukran sana Burhan. Nataka maelezo kamili kwanza aelewe, yani kabla hata hamjamzamishia kwenye maandiko. Tofauti ni ipi hapa ndani ya masuala yake? Okay, asante sana. Ndolo kutoka huko Mwala Kafunyo. Naam, Antondolo kutoka maeneo ya Mwala, karibu sana kwenye kipindi cha Risala. Basi asome Waefeso 1:14 kusoma vizuri. Waefeso 1:14 arudie. Na niko na swali. Ndio. Mbona Wayahudi wa Israeli hawamsifu Yesu vile wazungu na watu weusi tunamsifu Yesu? Sawa. Nataka nijibu hiyo. Kwa nini Wayahudi hawamsifu Yesu jinsi wa Afrika na wazungu wanamsifu Yesu? Antondolo huyo hapo na swali lake nadhani umeweza kulipata. Simu zinakuwa nyingi lakini utaniruhusu walimu wangu niweze kuzipokea. Ikra FM, halo. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namuuliza pasta. Ndio Aaron Muli. Yeye na Yesu nani mkweli? Wanasema maneno ya Yesu. Na maneno haya Yesu anayosema ni yapi labda? Ni yale Yesu anasema amekuja kutimiza Torati. Hajakuja kutangua Torati. Sawa. Wao wanapinga, wanamwekelea ukovu. Sawa kabisa Anton Dolo hapo. Nadhani mwalimu evangelisti Oliver Rupe umeweza kupata swali hilo ambalo anauliza hapo kuhusiana na Yesu kusema amekuja kutimiza Torati. Na acha tupokee simu nyingine. Ikra FM, halo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mzee Abdi. Kwani pasta nyinyi hawezi pewa yeye maji alafu wewe yule rafiki yangu unasema wekeni maji ya kunywa yasipelekeni pole pole. Asante. Shukrani sana mzee Abdi. Anasema sawa kabisa. Nadhani Harun Muli. Harun, wewe umesema mimi kati yangu na Kristo nani anasema ukweli? Mimi nilikubaliana na wewe kwamba mambo ya Yesu alikuja kutimiza Torati. Nilikubaliana, nilisema hiyo ni ya ukweli. Ila nikaongezea kwamba Torati ilitokana na Musa, alafu pia kuna unabii ulitokana na Elijah ambaye Elijah, ambao wote walijitokeza kwake kabla kuja kuwa arrested na kusulubishwa. Nilikubaliana na wewe, ila tu niliongezea ile sehemu ya unabii. Lakini pia nilisema kweli kisheria hiyo ilitimizwa kulingana na Torati. Si kuwa nimekataa, ilikuwa nimekubali. Alafu kuna huyu ndugu anaitwa Naaman Dolo. Ulisema Wayahudi hawamsifu Yesu na sisi wa Afrika, Wakristo wa Afrika pamoja na wazungu tunasifu sana. Hiyo ni kweli, lakini waandishi wa Biblia wote ni Wayahudi. Paulo alikuwa Myahudi, Mathayo alikuwa Myahudi, hata Luka, Yohana wote walikuwa Wayahudi. Kwa hivyo sio ngawa Wayahudi walifanya hivyo kulingana na pile wanatafsiri Biblia, walifikiria Agano la Kale hasa kwamba yule mwenye atakuja, unajua wao walijua atatokea kutoka kwa ufalme wa Daudi. Lakini Yesu kwa kweli yeye alipitia kwa ufalme wa Daudi, kwa urithi wa Daudi. Lakini
wakati hata alipopelekwa mbele ya Kaisari, aliuliza wewe ni mfalme? Akasema vile umesema. Hakukataa kwamba yeye sio mfalme, lakini akasema kama ufalme wangu ungekuwa ni wa dunia hii, basi wafuasi wangu wakikuja wasaidie kwenye vita. Kwamba ufalme wake sio wa hii dunia, ufalme wake ni wa mbinguni. Kwa hivyo Waisraeli hawakuweza kuelewa. Walifikiria kwamba ufalme wa Kristo utakuwa ni akuja kunyakua uongozi kutoka kwa Waroma ili kurudisha kwa nyumba ya Israeli, kwa ile ya Daudi, ile ukoo wa Daudi, ile kingship ya Daudi, ufalme wa Daudi. Sawa kabisa. Acha nipokee simu nyingine moja. IKRFM. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Ni Mwoki. Ndio Mwoki, karibu sana. Mimi nilikuwa nasema hivi. Ndio Mwoki. Kwanza Uislamu ni nuru. Ndio. Alafu nasema hivi. Unaona huyo Paulo? Ndio. Paulo hakuwa Myahudi. Paulo alikuwa upande wa Roma. Wale wengine walikuwa upande wa hao wanafunzi wa Yesu. Hiyo walikuwa ni Wayahudi. Paulo hakuwa Myahudi kusema ukweli. Ndio. Asante. Sawa sana Mwoki kwa maoni yako hayo na urekebisho huo. Kumbuka tu msikilizaji, nambari za simu 0727444454 au 0738648881, 0727444454 au 0738648881. IKRFM, halo. Yes, ni mimi Adhiambo. Naam Adhiambo, karibu sana. Asante sana, niko na maswali kama mawili hivi. Ndio, nitafurahi sana kuyachukua maswali yako. Kwanza, ninapinga madai ya Waislamu kumuita Muhammad ni nabii kwa kutumia njia ya kisiri, kwa kutumia kumbukumbu la Torati 18:15. Ni kwa sababu ikiwa Yesu mwenyewe alitumia maandiko ya Torati ya Musa na manabii katika Yohana 5 kifungu cha 39 na 46, alafu ukisoma Luke chapter 24 na verse 27 na verse 44, Yesu alitumia maandiko hayo ili kujitambulisha kwa Wayahudi waliompinga na wale waliomwamini kwamba maandiko hayo ya Torati ya Musa na manabii yalimshuhudia. Na wale Wayahudi waliomwamini Yesu katika Yohana 1:45 natuambia kwamba walisema kwamba hakika wamemuona nabii yule ajaye ulimwenguni katika Torati na manabii na Zaburi. Sasa swali langu ni kwamba sasa, je, yeye Muhammad naye alipokuja baada ya miaka 600 Yesu kuja dunia na kuondoka, je, Muhammad alitumia maandiko gani ya Torati ya Musa na manabii iliyokuwa katika mamlaka ya Waislamu au dini ya Kiislamu yaliyomshuhudia ili kujitambulisha kwa Waislamu na wakati, yani Waislamu wa wakati wake? Na hao Waislamu walitumiaje hayo maandiko ya Torati ya Musa na manabii yaliyomshuhudia Muhammad ili kumtambua kwamba hakika yeye ndiye yule nabii ajaye katika Torati ile 18 kwa mujibu wa Qur'an? Nataka hiyo nipate jibu. Yeye alitumia maandiko gani, ama Waislamu walitumia maandiko gani kumtambua, kabla ninyi kutumia Biblia kudai kwamba Muhammad ndiye huyo nabii katika kumbukumbu la Torati? Kwanza tupatieni ushahidi wenu. Alafu swali la pili, ndio, ikiwa Yesu alikuwa ni Muislamu kwa mujibu wa dini ya Uislamu, ni kwa nini iwe rahisi kwamba ni Wayahudi ambao hawakuwa Waislamu ndio tunawaona walihusika katika kuchunguza maandiko hayo ya Torati na Musa ili kutaka kujua huyo nabii au masihi huyo, kiasi kwamba Yohana 1:19 na 20 hadi 27 tunaona waliwatuma viongozi wa kidini ili kuulizia kwa Yohana Batizaji, hata yani kutumana kwa Yesu. Na baadhi ya Wayahudi hao walipoona ishara na miujiza alizozitenda Yesu, walisema hakika Yesu ndio yule nabii ajaye ulimwenguni. Lakini ni kwa nini hatuoni pahala popote katika maandiko ni wapi Waislamu waliokuwa na Yesu walihusika katika kuchunguza maandiko hayo ya Torati ya Musa na manabii na kupinga kwamba Yesu hakukuwa masihi au huyo katika maandiko? Ningependa nipatie majibu.
Haya, shukran sana. Huyo ni Odhiambo ambaye anataka majibu, na nadhani majibu haya ameelekeza moja kwa moja kwa Sheikh Abbas Athman. Haya, anasema hapa ndo pale Kiswahili tunasema unacho. Wacha nipokee simu tu ya mwisho kabla hujaanza kujibu, kwa ajili ya kuwapa wasikilizaji muda zaidi. Ikra FM, halo. Assalamu alaikum Ikra. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga ukiwa wapi? Ndugu Said kutoka Westland. Naam, ndugu Said kutoka Westland, karibu sana. I just want to go straight to the point. Sitaki ku waste a lot of time. Yes, kama please. huyo ametoka hapo. But part of my question to Evangelist Rube, Ndio. kajibu vile mwenye amezungumza kwamba in fact the topic is Muhammad in the Bible. Ndio. Muhammad in the Bible. Sasa mimi namguzia yeye, ndio ametaja Kumbukumbu la Torati chapter 8:18. Ndio. Mimi nakujia chapter 33 verse 2. Nabii Musa anazungumza juu ya huyu nabii atatoka mlima Parani. Naomba Rube afafanue zaidi mlima Parani ni wapi. Afafanue andiko la Kumbukumbu la Torati 33:2. 33:2. Sawa. Alafu turuke tena mbele, nabii Habakuki. Ndio, Habakuki. Yes, chapter number 3. Verse 2, mlima Parani. 3 verse 2, ndio. Yes, sababu kidogo unajua mwandishi amecheza game, lakini kama wasomi wa Biblia wataelewa vile mwandishi alikuwa anafanya, na wataelewa Muhammad in the Bible. Lakini nabii huyu Mtume Paulo amekajataja habari ya Uarabuni, na iko sababu, lakini I don't have the verses now. But moja tumeambiwa katika Waefeso chapter 1 verse 13, ambayo ilitoka Arabuni. Hata wameandika tofauti ile jina ya Arabuni, ikawa that's not a country. Lakini Habakuki chapter 3 verse 2 na Kumbukumbu la Torati 33 verse 2. Mlima Parani umetaja hapo. Rube afafanulie zaidi. Thank you guys. Bye. Shukran sana. Bye, to see you later. Ni Said hapo kutoka ndugu Said kutoka maeneo ya Westlands. Na amesema Kumbukumbu la Torati 33:2. 33:2, utaangalia hilo. Ikra FM, halo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga wapi? Rube Abdalla kuteleza hajajibu swali ya Madam Kawangari. Amemuuliza, wanasema Yesu ni Mungu. Wanabii unatoka wapi? Sawa kabisa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Said naye anasisitiza kwamba wanaerupe ujibu swali la Mariam la kwamba Yesu mnamtaja kama Mungu. Je, swala la kutabiriwa kama nabii linahusianaje? Kwako Sheikh Abbas, najua leo tumekudhulumu kimuda leo tumekumaliza, lakini hapajaharibika jambo, maelezo yalihitajika. Kwa hivyo kuna bwana Odhiambo alitaka kwanza ueleze kwamba katika maandiko, je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijitambulisha vipi kwa Uislamu? Manake anasema kuna kama maandiko ametoa ambayo ya Yohana 1:45, Luka 24:27-44. Okay. Sasa nimeelewa swali lake. Alisema ndio Muhammad alitambulishaje kwa Waislamu? Yaani kama kwa kufuatia ile 18 tunasema kwamba ni Muhammad. Ndio. Je, alipokuja alidhibitishaje kwamba huyo ni yeye? Kwa sababu alitoa maandiko kadhaa ambazo zilionyesha Yesu. Na Yesu alipokuja akaonyesha ni yeye hapo. Sasa Muhammad naye je, ni maandiko gani ambayo alitoa ya kuonyesha ile Kumbukumbu 18:18 ni yeye Muhammad? Kwa hiyo nitaomba kwanza isome kwanza hiyo Kumbukumbu 18:18, alafu ndio tuingie katika jibu yake. Hebu isome haraka 18:18 Torati inasema hivi. Naam. Mimi nitaondokeshea nabii nabii miongoni
mwa ndugu zao. Mungu anasema nitaongeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, yaani hao Israeli, Mfano wako wewe. na huyo nabii atakuwa mfano wa Musa. Yaani huyo nabii atakayekuja amefananishwa na Musa. Ushaona? Sasa wale akasema sisi tudhibitishe kwamba huyo nabii ambaye kwamba amefananishwa na Musa, Muhammad alipokuja alidhibitishaje Waislamu kwamba ni yeye. Nisomee Qur'an 73:15. Habari imetajwa pale. 43:15 Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Aya yake ni ya 15, inasema hivi: Ndio. na wanamjaalia katika waja wake. 73:15. 73:15 Suratul Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Hakika sisi tumemtuma kwenu mtume. Unaona, Mungu akatuambia sisi sasa. Mungu ndo anamshuhudia huyu Muhammad. Kwa sababu Mungu alisema wama yantiqu anil hawa. Muhammad si amekuja kujishuhudia, anajishuhudia nini? Anayemshuhudia ni Mungu. Na ushahidi wa Mungu haina doa, haina kosa. Binadamu anakosea, Mungu akosei. Sasa Mungu anasema sisi tumetuma kwenu mtume ambaye ni Muhammad. Twende. Aliye shahidi juu yenu. Na huyo Muhammad ni shahidi juu yetu Kama tulivyomtuma mtume kwa Firaun. Unaona, kama tulivyomtuma mtume kwa Firaun. Mtume gani alitumwa kwa Firaun? Musa. Ni Musa. Hebu nisomee hii pamoja na ufafanuzi wake. Kwa hiyo Mungu amemfananisha huyu mtume na nani? Na Musa. Na pale kwa Biblia Mungu alisema ataleta nabii ambaye anafanana na Musa kama Musa. Na hapa pia Mungu ametumia neno kama Musa. Tumetuma kwenyu nabii na nabii huyu ni kama Musa. Kwa hiyo hii ndio aya ambayo kwamba inadhibitisha kwamba huyu mtume ndio yule ambaye kwamba alikuwa anatabiriwa katika 18:18 Taurati. Nisomee hiyo 73:15 pale ufafanuzi wake chini. Niteremka pale chini. Aya inasema enyi watu wa Makka, hakika sisi tumekutumieni Muhammad kuwa ni mtume wa kukushuhudilieni siku ya kiyama. Ndio. Kwa kukubali na kukataa. Ndio. Kama tulivyomtuma mtume Musa kwa Firaun. Kama tulivyomtuma Musa kwa Firaun, tumemtuma Muhammad kwenu awe shahidi kama tulivyomtuma Musa kwa Firaun. Kwa hiyo hii aya ndio ambayo kwamba inadhibitisha kama 18:18 kweli ilikuwa inamzungumzia Muhammad.